jijini Dar es Salaam. Ndugu wa Tanzania, awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametujalia maisha ya leo mpaka sisi sote tumekuja hapa, akili zetu zikiwa hadhir, zikiwa timamu, kwa kutupa zawadi uzima mpaka siku ya leo. Okay. Na tunawezesha kukutana hapa tukiwa wenye afya na nguvu tele. Leo ni siku ambayo tunaandika historia mpya ya chama chetu tangu tulipopata usajili wa kudumu mwaka 2013. Tulipata usajili mpya mwaka 2012, ni takriban miaka 13 sasa hivi. Tuna uhai wa miaka 13. Kama ni mtoto kisha kuwa anatambana kwenda nursery school, anatoka chini huko nyumbani, lakini kisha mtoto anakuwa mkubwa Sasa tunaendelea na safari ya kujenga chama chetu hatua kwa hatua katika mapito mbalimbali, na hatimaye tumefikia siku hii muhimu katika historia yetu kama chama na taifa kwa ujumla. Tunakumbuka kuwa waasisi wa taifa letu walikuwa na makusudi walipopigania uhuru wa taifa letu, na wa taifa letu walikuwa na ndogo kuhusu jamii ambayo waliitaka kuijenga katika walikusudia kujenga jamii ambayo pamoja na tofauti katika imani, jamii yenye usawa kwenye misingi ya soko moja la kijamii lenye nidhamu, kwani ndio msingi wa majibu ya demokrasia na changamoto zinazolikabili taifa letu kwa sasa na siku zijazo. Tunaamini kuwa soko la kijamii ni daraja la kurejesha taifa letu katika kujenga jamii ambayo subiri hata wakusikie. Wasikii. Iweke mic vizuri. DJ, hebu ongeza, pandisha sauti. Sauti ya mwenyekiti iko chini, kwa wewe pandisha tu. Okay. Pandisha. Halo. Iwe hapa. Usipindishe. Simamisha usawa wa mdomo. Tunatamani kujenga jamii ambayo inaheshimu misingi ya demokrasia, utawala bora, uwazi na uwajibikaji, na inaheshimu haki za binadamu, na taifa ambalo hapa weka tayari hapo. Na taifa ambalo mimi nataka wewe utakapokaa nikusetie wapi umekaa vizuri. Hapo. Na taifa ambalo litaheshimu sheria, kujenga ustawi wa jamii na kiuchumi kutokana na utajiri wa rasilimali ambao Mwenyezi Mungu ametujalia katika maisha yetu.
Tunatamani kujenga jamii ambayo inaheshimu misingi ya demokrasia, utawala bora, uwazi na uwajibikaji, na inayoheshimu haki za binadamu na taifa ambalo litajenga ustawi wa watu wake wote. Tuna imani kuwa tunatakiwa kujenga jamii ambayo inatofautiana katika ziada, lakini yenye usawa katika mahitaji ya misingi hiyo. Mahitaji ya misingi hili ndio agano letu na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambalo limekuwa msingi mkuu wa kuanzishwa kwa chama chetu. Chama hichi kilianzishwa kwa misingi ya kuanzisha kwamba sisi sote tutakuwa na azma moja ili kuweza kupata mahitaji ya watu wote, na watu wagawane mahitaji ni kitu cha lazima. Ndio maana na nembo ya chama chetu kuwa na alama moja ambayo ni kiganja cha mkono kilichokunjwa, ikimaanisha umoja na ushikamano wa taifa letu. Ikibidi itikadi ya chama chetu, tunaamini kuwa katika demokrasia ya kijamaa, na ndiyo ambayo misingi yake ni demokrasia, ambayo chama hichi kinaamini misingi yake ni uhuru, umoja, ukweli, haki, amani, usawa mbele ya sheria, ustawi wa jamii na maendeleo wa wote. Falsafa ya chama chetu ni kujenga umoja wa kitaifa na uwazi na ukweli, kujenga jamii yenye mashikamano na ya kidemokrasia na iliyo huru na haki kila wakati. Katika kipindi chote cha miaka 13 tangu kuanzishwa na kusajiliwa kwa chama chetu, tumeishi kwa vitendo, na ndio maana ambavyo ninavyowaona hapa ukumbini wakawa wawakilishi wao, na nina imani kuwa walioko nje ya ukumbi huu ni wengi maradufu kuliko walioko hapa ndani. Nawakaribisha sana, twendeni tukajenge chama ambacho kitashindana na kukabiliana na CCM kwa hoja madhubuti na kwa uhakiki kwa umoja wetu tutawashinda katika uchaguzi ulioko uhuru na haki. Nawakaribisha wanachama wapya, tukapambane kwa hoja tuweze kupata mabadiliko ambayo watalipelekea kufikia na kuishi misingi ya kuundwa kwa chama chetu. Taifa ambalo halina lishe, ubwabwa huo. Taifa ambalo halina lishe
Taifa madhubuti na lenye watu imara ni lazima tuhakikishe kuwa wanapata lishe madhubuti tangu wakiwa watoto. Tangu watoto huko wanaanza shuleni tuwapate lishe. Sio huyo achangie baba, sijui nani mshangazi achangie, hata sahani ni lishe anunuliwe na serikali yako. Serikali ya chama cha umma itahakikisha kwamba watoto wanapata chakula na watu wazima wanapata chakula, waliokwenda hospitali, watu wanaokwenda kupata hospitali matibabu wanapata maisha. Kwani hao watoto hao watu wazima ni mali ya wananchi? Ni mali ya nani? Ni wote hapa mali ya nani? Ni mali ya serikali. Wewe unasema mtoto usijua ananiudhi ukamkata kichwa pale, nani atakutokea pale? Pale pale ameshatokea. Wewe unampeleka wapi mtoto? Lazima apate chakula, awe mtu mzima na maisha yake. Mwana amekwenda shule, chakula anapata, sio anabeba tu mgogo madaftari. Kwanza mimi sikubeba na ya kutoka huko shuleni, kila kitu nimepewa bure. Nikiumwa malaria na kwenda hospitali napata tiba bure. Tunaelewana? Sasa itakuwaje leo tuliacha mambo ya kuwagawia watoto chakula na watu wanakwenda hospitali, wakati Mwalimu Nyerere Mungu amweke mahali pema alipoamua watoto kwenda vitani? Nasikia kama tulienda kupigana vita Uganda. Ndio wakati huo tuliondoa chakula hospitalini, tuliondoa chakula mashuleni. Kwa hiyo mimi Chauma tunakuambia, tukipata madaraka watawaambia pesa yote ipeleke watoto wapate chakula. Sawa jamaa? Chauma ni shibe na maisha ya watoto wa sawa. Na yale mambo ya kuambia maiti sijui watoto wa hela tutapigania pia mpaka yawe sawa. Watapata lishe madhubuti tangu wakiwa watoto waweze kujenga taifa imara. Kama watu wake wanakuwa na shida ya utapiamlo, ndio maana